kama hamasa imepungua hivi na mashabiki kuelekea katika mchezo wa kimataifa katika timu hizi zote mbili Simba na Yanga, ni kwa Mchome atazungumzia hilo kwa ukubwa na nadhani ambavyo Haji Manara alimaanisha kwenye hili. Chome, tumeona Haji Salim Manara ambaye amekuwa amewahi kuwa afisa habari wa Simba lakini pia na Yanga kwa ukubwa amesema kwamba kama mashabiki wamepungua kuelekea kwenye dimba la Mkapa, madimba mengine kuangalia michezo hii ya kimataifa. Kwa upande wako kauli ile unaona inamaanisha nini au ina mashiko gani, lakini ina ukubwa kiasi gani alivyozungumza Manara? Kwanza kwa upande wangu mimi kwenye idara ya hamasa ama hivi hawa maafisa habari ama public relation officer wana jukumu kwanza la kuunganisha kwa maana ya taasisi na jamii kwa kazi kubwa ambao wanaifanya. Kwangu mimi kwanza naomba nipongeze idara za habari ya Simba na Yanga kwa kazi ambazo wamezifanya. Kwanza sikutegemea kama kuondoka kwa Haji replacement ya Ahmed Ally ingekuwa na ukubwa huu. Pengine naweza nikathubutu kusema miongoni mwa sajili ambazo Simba walizifanya ilikuwa ni bonge moja la sajili ni kumchukua Ahmed Ally kumweka kwenye idara hii ambayo hivi sasa anaihudumia. Anaifanya kazi vizuri kwa kweli. Hali kadhalika Ally Kamwe pia amekuwa na mchango mkubwa na idara nzima, kwa sababu unaweza kaona pia ameboost kwa kiasi kikubwa pages zinakuwa zimefuatiliwa. Ukiangalia hata subscribers sasa hivi Yanga ndo anaongoza, lakini ukija kwenye followers Simba ndo wako juu. Kwa hiyo ni kazi ambavyo wanazifanya. Lakini talking about kuelekea viwanjani, hizi timu mbili kuna namna ambavyo mashabiki wamekuwa na kusuasua kweli. Naungana na Haji kwa sababu kuna namna nyingi ambayo inafanya hawa mashabiki kusuasua. Kumbuka kipindi ambacho Haji ni msemaji ilikuwa hazunguki kwenye matawi, hazunguki mtaani. Ni presi moja, Weather Serena Johari akishazungumza na kutaja viingilio labda na kauli ya kuelekea hiyo mechi, itakuwa sweet toto wa Woinda, yes we can, na kauli zingine zote tunazita public relation message, zile ambazo wanazitoa zina boost morali ya mashabiki, twende support timu na mashabiki wanakwenda. Hali kadhalika kwa Young Africans msimu uliopita unaona alikuwa anachokifanya kuipa hadhi mechi ya kumpa mchezaji, alafu mashabiki wanaenda na ile hali ya yule mchezaji. Kama ni mchezaji wa kupaka bridge, unaona alipaka bridge, ilikuwa siku ya Baka wakavaa misuli na vitu kama hivyo. Hizi zote ni njia za kuwavuta mashabiki. Nikiangalia kama Simba hivi sasa kidogo unaweza kuona mvuto wa kuelekea uwanjani umepungua. Kwa nini? Ni kusuasua kwa matokeo ambayo Simba anapata. Mshabiki anatoka tawi labda linatoka Mapinga, tawi linatoka Bagamoyo, tawi linatoka Mkata, wanachanga wanachukua gari moja kwa moja mpaka uwanja wa Taifa, wanatazama mechi, then wanakosa matokeo yale ambayo wanatarajia, kwa sababu tunajua Simba wana kauli yao kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, lakini hivi sasa mtu anatoka na ni fresh. Kwa hiyo kile kitu kimekuwa kikifunguza morali, kwa sababu as we know matokeo ya mpira yanauma. Yaani mshabiki anapokosa yale matokeo ambayo yeye alitarajia kuyapata, anavunjika moyo, hata anaanza kuiwaza sasa ile pesa, nimetoa nauli, nimetoa kiingilio, nimenunua jezi, alafu nikifika barakiwa kula, narudi tena na maumivu. Anaona tena foleni kule nyumbani tena. Hapana, siwezi tena nikapoteza vitu vyote hivyo kwa sababu ya haya matokeo. Kwa kitu cha kwanza ni kusuasua kwa matokeo. Lakini tutazama Yanga ambayo ina perform. Kwa nini nao mashabiki hawaendi? Nao wanakuja kujua kwamba kuna hali ya mazoea, kwamba tutashinda. Sawa? Tutashinda, tutapata matokeo. Lakini kitu kingine na cha mwisho ni uwepo wa TV, kwa maana ya mwenye haki ya matangazo. Watu wanaweza kukusanyana na kutazama. Sasa hivi vyote haviwezi kuepukika, kwa sababu mwenye haki ya matangazo ametoa a lot of money kuhakikisha anapata hiyo haki ya matangazo na kuhakikisha yule aliye mbali anaweza kufanikiwa kupata hiyo kinachoendelea uwanjani. Mtu na pesa yake akigoma kwamba mimi siendi, huwezi kumchukua kinguvu kampeleka. Fine. Sasa nini kinahitajika kufanyika? Kwanza ni kutoa elimu kwa mashabiki
wajue kwamba tunapokwenda uwanjani timu inaenda kunufaika kwa namna gani. First, kuna gate collection, ikiwa ni timu mwenyeji wanapata mapato ya getini, kwa maana ya ile hela ambayo ungeitoa wewe ukaingia uwanjani inakwenda moja kwa moja kwenye timu yako. Lakini second ni nguvu yako wewe shabiki kwenda kuisapoti timu yako. Umeelewa? Na ndio maana unaona timu za Uarabuni zimekuwa zikinufaika zaidi na mashabiki. Yaani silaha yao ya kwanza, licha ya usajili mkubwa wanaofanya, lakini watatengeneza mazingira yote ya kuhakikisha wanawapata mashabiki kwa nguvu, kwa hali yoyote. Na mashabiki wale Uarabuni wanaona vibe waliokuwa nayo tangu dakika ya kwanza mpaka utakumbuka mechi ya Simba ya mwisho hapa. Anacheza na Simba hapa Taifa, ametoka 2-2 ya juzi. Wamecheza hapa na Experience de Tunis. Tazama wale mashabiki wamefungwa magoli mawili, lakini tazama hali waliokuwa nayo pale uwanjani. Ni kama hawajapoteza mchezo, au ni kama ndio kwanza kitu ambacho kimewapa nguvu mpaka wachezaji wanakwenda kulifanikisha. Kwa hiyo kwanza hawa maafisa habari wote watakuwa kwenda kutoa elimu kwa mashabiki wao kwamba timu inanufaikaje na mshabiki kuingia, kwa sababu hivi sasa mchango wa gate collection au ule mchango wa mashabiki kuingia uwanjani umepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wengine wanaona tu matokeo yanatuumiza, lakini fikiria na ile timu ambayo unaishabikia, uwepo wako wewe utakwenda kusaidia kitu gani? Unanielewa? Lakini kitu kingine Nixon ni hali ya kununuliwa tiketi. Yaani mmoja ananunua tiketi nyingi anakuja kuuza uwanjani. Au zilikuwepo ile Yanga walinunua hapa msimu jana. Viongozi, yes. Kwa maana tiketi labda zimelipiwa kutokana na ukubwa wa mechi, labda mahitaji ya mechi. Yaani kwa mfano Yanga akifanikiwa kupata matokeo mchezo wa kesho, alafu mchezo wao wa mwisho wa nyumbani wakaweka free kwa sababu wana uhitaji zaidi. Sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya kwa sababu ile pesa ambayo ungeipata getini plus ile value ambayo ungeipata baada ya matokeo ya mwisho, baada ya kupata support ya mashabiki, ni vitu viwili tofauti. Lakini je, kwenye msingi unatengeneza kitu gani? Hapa unawatengenezea mashabiki kuto kushindwa kuipambania brand ya timu yao, kwa sababu kwanza mpira ni burudani. Ndio maana kwa wenzetu kuna mtu ananunua ticket kabisa ya msimu mzima, anaamua tu kuchagua ni mechi gani anaweza kwenda, mechi gani nisiende. Why? Kwa sababu anaamini ni burudani. Kwa hiyo hii kama ni burudani, yes, ni sehemu ya mtoko. Kwa Waswahili pia wanasema starehe gharama. Kwa hiyo kama mshabiki anahitajika agharamike yeye ili aweze kupata kile kitu ambacho yeye anaona kwake ni kitu ambacho kinampa raha. Kwa hiyo pia tuzipungue, ikiwezekana ziondoke kabisa, ili kila mmoja aweze kuchangia timu yake kwa kiasi kikubwa. Nixon, ukizitazama hizi timu zikiwa kwenye matamasha yao, kwa maana ya Simba Day na ile wiki ya Mwananchi, tazama namna ambavyo mashabiki wanaweza wakatoa kiingilio, wanaweza wakajitoa kwa maana ya nauli walipotoka mpaka uwanjani, na wakanunua jezi ya msimu mpya. Kwa maana ule msimu unapoanza jezi inakuwa 50,000. Tiketi labda ni 7,000. Bado nauli hajakula, wengine wanatoka hadi mkoani. Kwa hiyo kwa nini wanaweza kuja katika hizi mechi za matamasha, na kwa nini washindwe kuja kwenye mechi za kimataifa? Kwa hiyo elimu inahitajika, tupunguze hizi bure, lakini pia kuona hili jambo linawezekana Nixon. Kwa hiyo kwangu mimi ni wasii tu kwenye idara hizi za habari, sio Simba na Yanga tu, lakini naona vilabu vingi vimeingia kwenye mfumo wa kuwa na idara ya habari, na huwa ndo wanahamasisha mashabiki watumie hii fursa, warudi kwenye public relation, yani zile technique za public relation officer. Ni namna gani unaweza kumcatch audience uje na public relation message. Unaweza kuona kama sasa hivi ukipita kwenye mabasi, ubaya ubwela, wewe uogopi kipindi kile this is Simba, ukitazama ile busa achia twende kwao, watu wanakuja nazo zile, zinasaidia kuboost agenda. Kwa hiyo wakifanya hivyo wanaweza kufanikiwa na kurudisha ile hadhi ama utamu wa kuwa na mashabiki uwanjani. Mchome, bila shaka Manara aliongelea hususan timu ya Simba Sports. Simba alikaa muda mrefu alipoenda kukaa Yanga, kwa maana kwamba kipindi kile ambapo Simba anafanya vizuri kimataifa
kuna namna ambavyo viwango vya kiingilio vilikuwa vinapungua sana. Ifikia hadi kipindi kwa nalipa shilingi 2000 kwa mzunguko hadi 3000. Hiyo ni sababu imekuwa baadhi ya sababu kwa Simba kutokuweza kuingia kiwanjani, kwa sababu kipindi kile 3000 tulikuwa tunasaidia kuingia uwanjani. Sidhani kwa sababu kwanza tuangalie hali ya maisha ya kipindi hicho na kipindi hiki. Lakini pia hivi sasa sababu kubwa ni ubora wa timu. Kuna kipindi hapa kati tukasema labda kama watu wamezoea timu inafanya vizuri kimataifa. Lakini kuna mechi kumbuka ilikuwa mechi ni saa 4 na ilikuwa Ramadhani. Simba alikuwa anacheza na Taifa pale na uwanja ulijaa. Yaani ticket zote sold out. Kwa ni jambo ambalo lilikuwa linawezekana. Sawa? Lakini hivi sasa mimi nimekuonyesha hali ambayo mtu inamkata. Mimi na mtu naishi naye pale nyumbani. Kabla ya mechi ya Mashujaa ananiambia hii t-shirt siwezi tena kuivaa. Baada ya mechi ya Mashujaa akaniita, alinigongea akaniambia naifua jezi yangu nianze kuvaa. Lakini baada ya mechi ya Experience de Tunis akaniambia nirudishe tena kwa timu. Kwa hebu tazama huyu mtu hata kuivaa jezi yake anashinda. Je, anaweza kutoka nyumbani kuelekea uwanjani kwenda kutazama timu yake? Mbaya zaidi hivi sasa hata kwenye sehemu ambazo tunatazama mpira, mashabiki wengi sasa hivi wa Simba wanautazama mpira wakiwa mbali. Kwamba ikishatokea tu amefunga, utajua amepitia wapi. Na kama atakuwepo ndani atapokea simu ambayo haijapigwa. Unasemaje? Uko wapi? Anaondoka. Kwa hiyo pia hali pia inachangia. Sidhani kama kiingilio ni sababu. Kwa sababu si tunaona Simba Day na Yanga Day, watu wanaingia, kiingilio sio sababu. Nikushukuru. Asante. Bila Mchome huyu ambaye amezungumza vizuri kabisa kuhusiana na kile ambacho amezungumza Haji Sande Manara kuhusiana na wa mashabiki kupungua kuingia kwenye viwanja, kwa kwamba timu hizi kubwa Simba na Yanga hususan michuano ya kimataifa. Inaitwa Nixon Mwageni, mzee wa Red Card. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare. Jambo la msingi ni kweli.